Lakini katika mambo muhimu kabisa ya kufahamu ni kwamba kuna mafungamano ya kiibada ya kiroho baina ya watu walioko Makka na katika viwanja vya Arafa na katika mashairul haram na waislamu walioko sehemu nyingine ulimwenguni. Maal asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, baadhi ya mashekhe, baadhi ya watu, baadhi ya walinganizi, baadhi ya waalimu wanataka kulipoteza jambo hili na kutaka kuwaaminisha waislamu kwamba hakuna mafungamano yoyote baina ya waislamu walioko Arafa na walioko nje ya Arafa, waislamu walioko Makka na walioko nje ya Makka. Kila watu wanafanya ibada kivyao, hakuna mafungamano yoyote. Hili ni jambo limefanyika kwa kiasi kikubwa sana katika wakati huu, miaka hii michache, ambapo wanawazuoni tangu zamani wakiandika kwenye vitabu vyao wanaonyesha mafungamano ya ibada za watu walioko katika viwanja vya Arafa na Makka kwa ujumla na sehemu zake zote na wale walioko nje ya Arafa, kwamba hawa na wale watashirikiana katika hili na lile, hawa wakifanya hivi na hawa wafanye vile, hawa wakifanya hili na wale wafanye vile, ala qadri al-istitaa, kwa kiasi cha uwezo vile utakavyoweza. Zamani ilikuwa ni ngumu sana kupata muwafaka wa kila kitu kwa sababu ya taarifa. Ilikuwa ni ngumu, watu wakijitahidi katika hilo, lakini ilikuwa ni ngumu kulipatia moja kwa moja kwa sababu ya taarifa. Lakini dini ya Uislamu kama ilivyo yenyewe inavyotafsirika kwamba ni dini ambayo ni salihun likulli zamani wa makan, dini yenye muruna, inaendana na wakati na mazingira na hali za watu, na mambo na ahkamu huwa zinakwenda zikatanuka kwa mujibu wa kutanuka maarifa na kutanuka hali na mambo kukunjuka. Mambo hayakai katika hali pamoja, yatatafsiriwa na sheria ya Kiislamu kama yalivyo. Kwa hiyo sisi tayari tunapata taarifa kwamba leo wanaondoka, wanakwenda Mina, wanaondoka Makka wanakwenda Mina, asubuhi wametoka na mabasi yao wamekwenda zao Arafa. Twajua hilo, elimu imetufikia kwamba leo ni Arafa na sasa wamesimama kwenye viwanja vya Arafa. Twajua hilo. Pengine zamani ilikuwa ni jambo gumu kulijua, labda baada ya mwezi wakirudi tuwaulize, jamani mlisimama Arafa lini? Tulisimama Arafa sisi siku ya Jumamosi. Ala, basi na sisi pia ilikuwa Jumamosi. Kwa nini? Kwa sababu taarifa ilikuwa zinachelewa. Lakini sasa ili jambo haliko hivyo, limekuja katika hali ya utofauti kwa sababu mawasiliano yamekunjuka. Na ndio maana wanawazuoni, kwanza kuna maneno yanayonasibishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini wanawazuoni wengine wameyataja kwamba ni mursal, kama maneno aliyotaja al-Imam Abu Daud katika al-Marasil na al-Imam Shafi'i na wengineo kama al-Baihaqi na wengineo rahimahumullahu ta'ala. Anasema yawm Arafa al-yawm alladhi yu'arrifu an-nasu fihi, siku ya Arafa ni siku ambayo watu watasimama Arafa ndani yake. Siku ya Arafa ni ile siku ambayo watu watasimama Arafa. Na ndio maana wanawazuoni wengi katika wakati huu, ikiwemo al-lajnatu daima lilbuhuth al-ilmiyyah wal-ifta' ya al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah iliyokuwa kiongozwa na Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Lajna hii ya maulama, kamati hii ya maulama ikatoa fatwa juu ya kwamba katika ibada ya haji na masala ya Arafa watu wa miji yote watawafuata walioko Arafa. Na fatwa kama hiyo pia imetolewa na Darul Ifta Misri tangu zamani mpaka leo. Msimamo wao, Arafa ni ile ya Makka, Arafa ni ile ya Makka, bali nchi nyingi za Kiislamu zina maukifu hii kwamba Arafa ni ile ya Makka, bali hata Kenya Arafa ni ya Makka. Jamani, miezi mingine hii tutatazama mwandamo, lakini Arafa Makka. Nini? Ili wasikose fadhila hii. Ilmu imetufikia sisi juu ya jambo hili, kwa sababu masala ya kusema kwamba wale wana mwezi wao na sisi tuna mwezi wetu, ukisema wale wakusudia kana nani? Wajua kuna ikhtilafu za matali
ikhtilafu za matali maana yake nini? Wajua maneno haya? Tushazungumza maneno haya kwa muda mrefu katika kufafanua jambo hili, lakini hawa wanaozungumza wengi wao wanazungumza kitu ambacho hawana elimu nacho. Wakisema ikhtilafu al-matali, kuna ikhtilafu al-matali. Wewe hujui kwamba kuna ikhtilafu al-matali baina ya Tanga na Kigoma, baina ya Dar es Salaam na Kigoma? Wewe hujui kwamba kuna ikhtilafu al-matali baina ya Unguja na Chunya? Mbona watu wa Chunya wafunga na mwezi wa Dar es Salaam na mwezi wa Unguja? Kuna siasa, kuna ikhtilafu al-matali. Kilomita 800 kutoka pale ulipo, mji wowote ambao umbali wa aina hiyo, tayari ni ikhtilafu al-matali. Kutoka Dar es Salaam Kahama, ikhtilafu al-matali iko. Mbona mwalazimisha watu wa Kahama wafunge na mwezi wenu? Na mwatangazia au mwaulizia huko, vipi huko? Mmeuona? Si kuna ikhtilafu al-matali, si nyinyi mkae kivyenu na wao kivyao? Mbona nyinyi mwauliza watu wa Kahama? Mbona mwauliza watu wa Tabora? Na nyinyi mko Dar es Salaam, mtafuta nini? Sikila wote na mwezi wao. Nyinyi watu wa Dar es Salaam waulizeni watu wa Tanga, waulizeni watu wa Unguja, kisha habari. Lakini ni siasa zimetengenezwa kuwatofautisha Waislamu. Wengine wakasema bali hata ikhtilafu al-matali inayozingatiwa ni masafa ya kupunguza swala tu. Sitaki kufafanua masuala haya kwa kirefu, lakini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amelitolea ufafanuzi swala hili katika Majmuu' al-Fatawa juzuu 25 ukurasa wa 103 mpaka 111, kwamba mazingatio jamaa ni kufika habari katika wakati unaonufaisha. Elimu ikikufikia kwamba mwezi umeandama, huo ni mwezi wako. Taarifa ikishafika tu sahihi na yenye kutegemewa, sio taarifa za kwenye mtandao za kubabisha la. Mbona hujafungua kwa mwezi wa Gambia? Mbona sio hivyo. Taarifa rasmi zimekufikia kwamba mwezi umeandama. Ukisoma maneno yake utayaona maneno yako wazi kabisa kwamba wali'tibaru bi bulughi al-ilmi birru'ya fi waqtin yufid. Mazingatio yako katika kufika elimu ya kuonekana mwezi muandamo katika wakati unaonufaisha. Wakati unaonufaisha ni upi? Ni kwamba taarifa zimefika sisi za kwamba mwezi uliandama jana kabla ya magharibi ya leo. Huo ndio wakati unaonufaisha. Lakini ikija taarifa leo tumeingia magharibi kwamba jana mwezi uliandama, tufanyeje sasa? Wakati wake haunufaishi tena. Sisi tutazingatia mwezi wetu na sio ule. Lakini taarifa zimetufikia mapema kabisa saa 3 usiku kwamba nchi fulani, Morocco, Nigeria au wapi Indonesia, mwezi umeonekana mapema kabisa. Wetu huo si mwezi wa wengine. Na kuna maswali mengi tuliyauliza kuwauliza mashaikhi wa kisufi juu ya jambo hili ambalo wao wanalegamiza kwamba lazima kila watu na mwezi wao. Maana ya kila watu na mwezi wao nini? Mbona Saudia wao wasema hivi? Nani kasema watu wafuata Saudia? Tunachoangalia sisi Arafa iko wapi? Leo Maka iko chini ya watu mnaoita mawahabi na Allah aidumisha hivyo hivyo. Lakini kesho na kesho kutwa mathalan la qaddara Allah masufi amekamata pale, sisi tutaangalia Arafa ya Makka. Ndivyo ndio taratibu. Kwa hivyo hatuangalii nani yuko Makka amesimama sawa, mwezi uko sawa, tutaangalia Arafa ya Makka maadamu taarifa zimetufikia sahihi. Kwa hiyo mafungamano yaliyopo baina yetu sisi na watu katika viwanja vya Arafa ni mafungamano makubwa ya haki na ambayo yatakiwa yadumishwe ikiwa elimu imetufikia sisi. Hawa mashaikhi wanaotaka kuyakata haya mafungamano na kufanya kwamba ibada ile si kitu, yani haina mafungamano yote, hii saumu na kisimamo cha Arafa hakuna mafungamano, kwa madai ya kwamba saumu ya Arafa ilikuwepo kabla hija haijafaradhishwa. Haya pia waliyasema na tumeyajibu katika hoja mbalimbali. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ni kauli hizi za kutaka kuwababaisha Waislamu. Sisi tunachokishukuru ni kwamba Waislamu wanaelewa, uelewa wao ni mkubwa. Hawa mashekhe wanaminyana, wanamwaga jasho, wanatoa mapovu ili kuwaaminisha watu kwamba hivi tunavyofanya ndio sahihi. Lakini kila uchao Waislamu wanakata kamba kutoka kwao, wanaingia katika upande mwingine wa kuona kwamba hii ndio sawa. Watabaki peke yao, kuna siku wataswali peke yao na ususuavu wao. Lakini Waislamu wanaelewa, huwezi kuwadanganya. Wewe endelee kudanganyika tu, lakini wenzako waelewa kwamba hii ndiyo sawa, tunatakiwa tufuate utaratibu huu. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusisipoteze fursa hizi.
Kesho ni siku kubwa ambayo hatutakiwi kuipoteza, tuifunge kesho. Siku ya Arafa ni siku adhimu, tukithirishe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua mbalimbali, shida zetu mbalimbali tumuombe subhanahu wa ta'ala, kama vile wenzetu watakapokusanyika katika viwanja hivyo wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala rasulih al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ndugu zangu waislamu, masikitiko makubwa ni sisi kuzembea katika siku zenye fadhila, na siku hizi Allah subhanahu wa ta'ala huwatumikia waja wake, na mara nyingi mambo kama haya hayajikariri. Fursa unapopewa mara nyingi haijikariri. Wewe tazama ni Arafa ngapi zimekupitikia katika maisha yako, wa anta ghafil, na wewe umeghafilika, umeshughulishwa tu na mambo ya kipuzi ambayo ungeakhirisha ukasema nitayafanya kesho kutwa au mtondogoo, au ungefanya wiki kabla, lakini ukashughulishwa ndani ya siku ile ya Arafa. Siku 10 hizi mpaka leo imefika 8, ni siku kubwa kabisa. Umeshughulishwa na mambo mangapi wewe ambayo ungeyafanya katika siku nyingine, na wala kujishughulisha na jambo lolote la maana katika mambo ya ibada. Kwa maana siku hizi 10 katika mwezi wa mfunguo 3 kwako wewe hazikuwa na tofauti yoyote na siku nyingine katika miezi mingine. Mara ngapi imeshakupitikia mambo kama hayo na hukutumia fursa yako? Mara ngapi wewe Ramadhani imeingia mpaka imetoka hukubadilika chochote, wala Ramadhani haikuwa na taathira yoyote kwa kweli? Mara ngapi? Sasa wewe waona kwamba miaka yote itakuja hivi, itakuja tena, itakuja tena, itakuja tena. Wewe waona ni hivyo? La, kuna wakati itafika itakuwa hayo mambo yatakuja, wewe hauko hapa ulimwenguni, uko ndani ya kabri. Kwa hiyo fursa unapoipata itumie vyema, itumie vizuri, usiipoteze fursa hiyo. Kwa hiyo katika mambo muhimu ambayo tunatakiwa sisi tukumbushane ni suala la saumu ya siku ya Arafa, bali si kufunga tu na kukithirisha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kukithirisha kumuomba yeye, na hasa kumuomba msamaha na kutubu kwake kwa madhambi tunayoyafanya usiku na mchana, kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurudi kwake subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo mengi ya kuyazungumzia katika kutilia nguvu ya kwamba mafungamano yapo baina ya siku ya Arafa na siku ya Eid, na wale waliosimama Arafa na kuchinja kule katika siku ya Nahr. Mafungamano makubwa yapo, na akwali za wanawazuoni katika hilo ni nyingi. Miongoni mwa kauli hizo ni kauli ya Imam Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake Ahkamul Quran, alipokuwa akitafsiri aya ya 200 takriban aya 203 katika suratul Baqara, pale aliposema Allah wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Allah aliposema mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala katika siku chache zenye kuhesabika, yule atakayefanya haraka akaondoka Mina ndani ya siku 2 hapana madhambi juu yake, na yule atakayechelewa akabaki pale Mina mpaka ile siku ya 3 pia hapana madhambi juu yake, kwa yule ambaye amemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi mcheni Allah na mfahamu kwamba nyinyi kwake mtakusanywa, iko siku mtafufuliwa. Alipoitaja kauli yake wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, akasema katika aliyosema wa anna sa'ira ahli al-afaqi tab'un lilhajj fiha. Hapa alikuwa akizungumzia baadhi ya wadhaifu na baadhi ya a'mal ambazo watakiwa watu wazifanye walioko haji, na hasa walioko katika sehemu za Mina. Alipoeleza yale mambo yatakiwa kuyafanya, pia akawaeleza hukumu hii watu wengine walio katika miji, akasema anna sa'ira ahli al-afaq, kwamba watu waliobakia katika miji mingine tab'un lilhajj fiha, wao ni wenye kuwafuata mahujaji katika hilo,
katika ibada hizo, wafuate vile wanavyofanya na wao wafanye. Kadhalika al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Fathul Bari akatamka maneno kama haya, lakini yeye akasisitiza kuhusu kufanywa haraka kuswaliwa swala ya Eid siku ya Udhiya. Akasema wa yakunu ta'jilu salati al-adha bimiqdari usuli an-nas min al-Muzdalifa ila Mina, kunatakikana kufanywa haraka kwa kuswaliwa swala ya Eid al-Udhiya kwa kiasi cha kuweza kufika watu waliotoka Muzdalifa mpaka kufika pale Mina, waramyihim, na kule kupiga kwao mawe, wa dhabhihim, na kuchinja kwao. Nassa alayhi Ahmad fi riwayat Hanbal, hayo ameyasema wazi al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika riwaya ya Hanbal. Kisha akasema liyakuna ahlul amsari tab'an lilhaji fi dhalika, ili wawe watu wa miji mingine ni wenye kuwafuatia mahujaji katika hilo. Fa inna ramya alhaj biljamra, kwa sababu kule kupiga mawe kwa yule haji, kupiga mawe katika vile vikuta katika jamra, ile jamratul aqaba al-kubra, ile ya tatu, kwenda kuipiga ile siku ya Eid, bimanzilati salati al-Eid li ahli al-amsar, hilo liko katika daraja ya swala ya Eid kwa watu walio katika miji mingine. Wale hawaswali Eid, wanakwenda kupiga ile jamra. Kwa hiyo kile kitendo cha kupiga jamra pale katika zile jamarat, ile jamra moja ile kubwa ile, kwa sababu itaipita ile ya kwanza, ya pili, wanakwenda ile ya tatu, jamratul aqaba al-kubra, kwenda kuipiga ile, ni sawa na kuswali Eid kwa watu wa miji mingine. Mimi nawashangaa, kuna baadhi ya mashekhi wa kisufi wasimama na mavilemba makubwa. Kwanza sisi tutafanana vipi na mahujaji? Wao sisi tutaswali Eid, wao hawaswali Eid. Waelewa wanachokizungumza shekhe au wazungumza maneno ya kimtaani? Yani wazungumza kiilmu kwa maneno ya kielimu, au umeamua kuropoka na kuzungumza maneno ya kimtaani? Ndio hawaswali Eid, lakini kile kitendo cha wao kupiga mawe katika jamra iko kwenye daraja ya salatul Eid, ndio manzila iliyoko. Kwa hiyo sisi tuwahi kidogo, tusichelewe kuiswali salatul Eid al-Adha, ili iwe kwamba tuafikiana kwamba sasa tukiswali ni kama vile wao washafika kwenye jamarati. Sasa wana watu wanamiminika kwa wingi kutoka Muzdalifa, wanakwenda zao jamarati kwenda kuipiga ile jamra. Kitendo kile ni sawa na kitendo cha watu kuswali Eid. Haya ni maneno yameelezwa katika Fathul Bari juzu ya 5 ukurasa wa 73. Kwa kuuliza maswali ya kimtaani kwa mtu anayedhaniwa kuwa shekhe na vilemba vikubwa na kitabu hapa, huyo Ibn Uthaymeen mwenyewe akasema, kwani sisi tulisema Ibn Uthaymeen kwetu ni mtume? Akishasema basi ndio kama wanavyosema Waarabu, idha qalat hadhami fasaddiquha. Sisi tumwone mwanazuoni mujtahid alim, tena amshinda mpaka huyo Ibn Baz. Kasema nani kwamba Ibn Uthaymeen amshinda hata huyo Ibn Baz? Wanazuoni wote wanakiri kwamba Ibn Baz ni alim, ni imam katika asri hii inda ahli sunna, ni imam, na hawa ni katika wanafunzi wa Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Hatuzungumzi masala ya kufadhilisha hawa juu ya hawa, lakini jambo liko wazi kabisa. Imam kumzungumza kwa dharau kwamba hata huyo Ibn Baz, hii ni kawaida ya masufi. Huwa wana tabia ya kuwalea watoto wao wawatukane na kuwadharau na wazuoni wote wasiokuwa mashekhe zao. Maadamu huyu sio shekhe wao, wanaweza wakamgaragaza na kumtukana vibaya. Hii ni kawaida kwao. Unakuta mtoto mdogo wala hajui chochote, labda katika elimu za hadithi hajui chochote, sifuri. Umesoma wapi? Hakuna alikwenda kusoma. Kwani huyu Albani nani? Albani kwani huyu nani? Wewe nani? Usauliza swali hilo. Tukuulize wewe kwanza, wewe nani? Mpaka wewe uulize kwamba huyu Albani ni nani? Wewe nani? Umesoma wapi? Shekhe wako nani? Haya, mlete wewe shekhe wako, alafu tumuulize wewe shekhe, wewe nani? Lakini wana tabia ya kuwapandikiza watoto wao jeuri, ya kuwadharau na kuwatukana mashekhe wasiokuwa mashekhe wao, na kuwasema vibaya kwa dharau na kuona kwamba si chochote. Lakini hilo halitawadhuru isipokuwa nafsi zao, hakuna atakayedhurika. Fa'arid anhu. Kwa hiyo mafungamano yapo, na wala hatuwezi kuyakata mafungamano haya kwa sababu tu kuna shekhe fulani huko kasema. La, mafungamano yapo, na sisi tusiipoteze fursa hii kwa maneno haya kimtaani. Ukiwauliza hivi leo watakimbia, watakwenda kwenye hoja nyingine.
ukiwabana huku watakimbia kwenda kwingine, hawajibu haya. Lakini haya walishayaona wanaozuoni mbalimbali Darul Iftaya huko Misri na sehemu nyingine, kwamba watu wafuate watu waliokuwa Arafa. Kauli moja tu. Na itafika wakati nchi zote hizi tutaachwa peke yetu sisi Tanzania, Jamhuri ya Muungano, kwa sababu sisi twajua kweli kweli Uislamu ndio kwanza ulifika hapa kwanza. Twajua kweli kweli kwa washinda watu wa nchi zote. Leo karibu nchi nyingi za Afrika, nifuatilieni. Karibu nchi nyingi za Afrika, mpaka hizo wao wanazoziamini Misri wapi, kesho Arafa. Wabaki wao tu. Masufi wa hapa na masufi wa Kenya, na masufi wa wapi, basi wamekomaa, wamedinda pale, wamesimama, hawataki kuachia. Mtaachia tu, iko siku. Kwa sababu watu watakapokuja kuelewa watawaacha, mtabaki peke yenu. Mtabaki peke yenu na hakuna, itabidi mbadilike tu. Yani Tanzania ndio wana elimu kubwa kweli kweli kuliko dunia nzima hii. Wanaoona kwamba Arafa ni siku tutakayosimama watu Arafa. Sio hoja yangu hiyo, wala sio hoja ya msingi hivyo, lakini ni jambo la kutafakarisha, kutafakari kwani kuna nini hapa. Wale wa Kenya kadhi alishatangaza mwezi mwingine tutaangalia, lakini Arafa Maka sisi tusubiri Arafa yetu ya jangwani. Sisi lazima tuone, lazima uandame na hivi na vile, na huko kuandama kwenyewe pia hamupatilizi. Ndugu zangu Waislamu, mimi nawasisitizia tusipoteze fursa kwa maneno ya watu wasiotaka mambo ya kheri. Wanataka kuwapotezeeni wakati wenu, tusipoteze wakati huu. Fursa ya kesho usiipoteze. Ndio msisitizo wangu. Haya maneno yote nayazungumza kwa maana ya kwamba tusije tukaipoteza. Usije ukala kesho kwa sababu tu eti sisi bwana tutasubiri mwezi wetu utangazwe. Wewe subiri tu, lakini Arafa itakupita. Utapitwa na Arafa. Waache hao mashehe wazungumze, waache, achana nao, fuata Arafa, funga. Lakini pia tufahamu, inshallah tuje kufahamishana katika siku ya Eid kwamba kuna swali la kuchinja. Sisi tukasahau hili, ni jambo kubwa kwamba watu wenye uwezo wa kuchinja watakiwa wachinje. Mtu mmoja amepewa ruhusa ya kuchinja mbuzi mmoja au kondoo, na watu 7 wanaweza kushirikiana katika kununua ng'ombe au ngamia wakachinja kwa ajili ya siku ya Eid. Usisubiri nyama za kupewa kwamba hakuna nyama huko, waulizia nyama hakuna. Chinja, ni ibada. Kama huna uwezo ni masala mengine, chinja, usisubiri kupewa. Kama ukuweza siku ya Eid, chinja siku inayofuata, pia ni siku ya kuchinja, na siku ya 3 yake pia ni siku ya kuchinja, na siku ya 4 yake, yani siku ya Eid na siku 3 baadaye. Siku zote hizi ni siku za kuchinja. Kwa hiyo jitahidi, kama una uwezo na Allah amekukunjulia kidogo, wapata hicho kijilaki na nusu, laki na 20 cha kununua kondoo au mbuzi, nunua uchinje. Acha ubakhili. Na kama huna, muombe Allah katika fadhila zake. Siku za kuomba ndio hizi. Omba kwa Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie katika fadhila zake. Lakini ni ibada adhima. Ndugu zangu katika imani, mambo ya kuzungumza katika kipindi hiki, hasa katika wakati huu, ni mengi, lakini tusheke na haya niliyozungumza. Na kubwa zaidi, tusiache kufunga katika siku ya kesho. Tuambie wake zetu na watoto wetu, tuamrishe juu ya saumu ya siku ya Arafa, na tujitahidi sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Innahu ghafurur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصلح لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم توفنا مع الأبرار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر موتانا واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Qumu ila salatikum.